faida la kibinafsi. Uko tayari hata watu wapate mema bila kutarajia wewe unanufaika au unufaiki. Kwa hiyo ni tabia ya Kristo ambayo inakuwa ndani inajengeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wagalatia 6:10. Wagalatia 6:10 anatuambia, kwa hiyo kwa kadri tupatavyo nafasi tuwatendee watu wote mema, lakini zaidi sana wale wa jamii ya waaminio. Ukiangalia huu mstari anasema kwa hiyo kwa kadri tupatavyo nafasi. Kwa hiyo kumbe tunapopata nafasi ya kuweza kutenda mema, Biblia inatuambia tutende mema kwa watu wote, walio wa Kristo na wasio wa Kristo. Lakini Paulo anazungumza zaidi sana kwa jamii ya waaminio. Anaanza kusema tuoneshe upendo kwa watu wote, wale wa Kristo na wasio wa Kristo, kwa kadri tupatavyo nafasi. Ukipata nafasi hata kama ni ndogo namna gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwa kadri tupatavyo nafasi na tuwatendee watu wote mema. Hapo anaendelea zaidi mbele, lakini zaidi sana kwa hali jamii ya waaminio. Kwa nini alisema zaidi sana kwa jamii ya waaminio? Alitaka upendo kwanza uanzie ndani ya kanisa. Watu wanapowaona mnapendana, mnachukuliana, mtu yako kaumwa, watu wanaenda kwa upendo. Unapoona ndugu yako umuoni hata kanisani, unachukua hatua kutaka tena arudi. Bwana Yesu asifiwe. Na kanisa unaweza kaona mtu karudi, hata hakuna hata mtu wa kumuuliza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana nyingine tunaona kawaida, lakini tunatafuta watu wengine wa nje waweze kuokolewa. Wale wa ndani ambao kwa bahati mbaya au katika ile safari ya imani wanaporudi nyuma, wale bado hatuwaoni. Lakini neno la Mungu linasema zaidi sana wale jamii ya waaminio. Biblia inasema ndipo watu watakaoona matendo mema wamtukuze Mungu, wamtukuze Baba yenu wa mbinguni. Kwa hiyo sasa wewe unatakiwa uanzie ndani, halafu uende nje, uanze kuenea nje. Itakuwa ni rahisi sana kuweza kuambia watu wa nje juu ya upendo wa Kristo, kwa sababu watakuwa wanaona namna mnavyoenenda. Wakiwatazama wanaona upendo nyinyi kwa nyinyi. Lakini ghafla mnaanza kuambia watu habari ya upendo wa Kristo. Katikati ya kwa mnaanza akiwatazama kiweki kiongozi ni nani sio kiongozi. Naona kabisa ndani hamna kuelewana katikati yenu. Si rahisi sana kuweza kuwaonesha upendo wa watu wengine ikiwa sisi kwa sisi hatuna upendo. Ndio maana sasa anasema tukipendana sisi kwa sisi, wema unatakiwa uanzie ndani. Lakini wema umejengwa katika uadilifu, rehema na huruma. Mtu anaweza kaonyesha upendo, lakini kumbe ukaona kama ni wema, lakini katika hali ya uhalisia hajajengwa katika hali ya uadilifu, hali ya rehema na rehema. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie sifa za wema. Sifa za wema hili tunda la Roho ni uadilifu wa moyo. Sifa ya kwanza ni uadilifu wa moyo. Sifa ya kwanza ni uadilifu wa moyo. Ukisoma katika ile Samueli wa kwanza sura ile ya 16 mstari wa 7, lakini ukianzia mstari wa kwanza kule nyuma mpaka mstari wa kwanza utasoma kwa muda wako, tunaona mfalme Sauli baada ya kukosea akamtenda Mungu dhambi na Mungu akamkataa. Samueli aliendelea kumwombea na kumlilia kila siku. Ukiona mstari wa kwanza katika ile sura ya 16 mstari wa kwanza, Bwana anamwambia Sauli, kwa nini kumlilia Sauli kila siku? Mimi nimemkataa. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia sasa, hebu toka uende Bethlehem kwa Yese, nitajitwaliwa huko
mfalme katika hiyo nyumba. Napenda sana huo mstari mmoja ambao walikuwa wanaonyesha, inaonyesha namna gani pia Samueli ingawa alikuwa ni nabii, lakini alikuwa ni mwanadamu, akajawa na hofu, akawaza kibinadamu. Mimi nikiondoka, kwa mfano katika nchi ya Marekani, kuna rais wa Marekani, halafu Mungu anakutuma nenda kampake mtu fulani ndio awe rais wa Marekani, na unajua kabisa kama rais yupo. Samueli akamwambia Bwana, mimi ninaogopa, nitatokaje hapa Rama nilipo, niende mpaka sehemu nyingine pande za Bethlehem? Sauli atakapochua ataniua. Aliwaona wengi anawaua watu ambao walikuwa wanatafuta nafasi yake. Kumbuka huyu ni nabii ambaye anaona, ana macho ya kuona. Akamwambia Bwana, huyu Sauli ataniua. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana akampa hekima. Kumbe tunapokuta katika matatizo, Mungu anatupa hekima. Akamwambia chukua ndama uende ukajifanye kama unatoa dhabihu. Samueli akachukua ndama akaenda katika ule nchi. Alipokaribia, kitu kizuri sana ambacho tunakiona pale, anasema wakajikusanya katika ule mji wa Bethlehem, wazee wale walikuwa ni hekima na watu wenye nguvu, washauri, wakamkimbilia nabii Samueli, wakamwambia kuna chema. Bwana Yesu asifiwe sana. Huku wakitetemeka, walikuwa wamtetemekei Samueli kwa sababu Samueli ni binadamu. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wanatetemeka kwa sababu ya Mungu aliyokuwa ndani ya Samueli. Lakini tunaona sasa pale wakati amewakusanyikia watu sasa, nyumba ile ya Jese, ameita wanawe kasoro Daudi mdogo ambaye alikuwa anachunga. Akaja yule kijana wa kwanza alipokuja pale mbele. Yule kijana anaonekana alikuwa na huko katika sura ya nchi, alikuwa na umbo zuri la kibinadamu, katika mfano ambao unaweza kumvutia Samueli. Bwana Yesu asifiwe sana. Akataka kumpaka mafuta ili awe mfalme. Bwana akamwambia, habari yako mimi nimemkataa. Mimi siangalii kama waangaliavyo wanadamu. Mimi ninaangalia moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wema hauanzi kwa matendo mengine ya nje tu. Mungu anapokuwa anaangalia ndani, anaangalia familia ya ndani. Familia imejengwa katika umoja wa roho, katika mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo huu ni wema unaotoka katika hali ya Roho Mtakatifu ndani. Unapotoka ndani na uhakika, unapomwakika kwa sababu umetoka katika hali ya ndani ambayo roho wa mwanadamu ambayo imetakaswa na Roho Mtakatifu na kutengenezwa na kufinyanga. Hata unapokwenda nje, unakwenda katika hali ya kimungu, si katika manufaa binafsi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo upendo na tunda la Roho linatoka katika moyo wa mtu ambaye umetakaswa na Roho Mtakatifu, moyo ulio safi mbele za Mungu. Hata unapokwenda kwa watu wengine ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, si kwa ajili ya manufaa ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika hali ya namna hiyo ni pale ambapo sasa unachagua kutenda mema, hata pale ambapo haupati faida. Unatenda mema, unaenda kutenda mema hata pale ambako hauishi. Hakuna mtu wa kukuambia umefanya vizuri, lakini bado unaendelea kutenda mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kutenda kwetu kunatimiza kusudi chema la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari 11 mstari wa 3 inasema uadilifu wa watu wanyofu utawaongoza. Wewe wema wa Mungu hauchagui faida zetu binafsi, hauchagui sifa za watu. Utafanya hata pale ambako upewi pongezi, bali utafanya. Unakuja kufagia kanisani kila siku,
Hakuna mtu anayekwambia anakupa pongezi lakini bado unaendelea tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unafanya kitu ambacho ni chema kwa ajili ya watu, kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Hata pale ambapo hakuna faida unayoipata, bali wewe unatoa zaidi kwa nguvu na kwa namna yote ya kuzabihu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini upendo unaotenda kazi, upendo unaotenda kazi, andika kwa upendo unaotenda kazi. Sifa nyingine ya wema ni upendo unaotenda kazi. Mara nyingi unaweza ukawa unatamani kutenda chema kwa watu, ukawa na wazo, sisi tunatamani siku moja hao tuweze kwenda kwa watoto yatima, kwa kile kidogo tulicho nacho tukawabariki, tukae mama kwa wasiokuwa na mama, tukae mama kwa wasiokuwa na mama, tukae nafasi ya ume kwa wasiokuwa na wachana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kile kidogo tulicho nacho. Lakini ni mipango na baba, lakini hakuna matendo, hakuna matendo. Kwa hiyo wema, sifa nyingine ni upendo unaotendeka, unaoendelea, unaoonekana. Sio upendo wa maneno, sio upendo wa maneno. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana waraka wa kwanza wa Yohana 3:18, waraka wa kwanza wa Yohana 3:18 anasema tusipende kwa neno wala kwa ulimi, bali kwa tendo na kweli. Alitukana maanisha kwamba wema tabia yake ni kutenda, si kuongea, si kuzungumza kwa ulimi au kwa maneno yasiyokuwa na matendo. Kwa wema unaambatana na kutenda kwa matendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yakobo anatuambia kwamba imani isipokuwa na matendo imekufa. Imani isipokuwa na matendo imekufa. Kwa hiyo wema umeambatana pia na hata liwe tendo dogo namna gani, lakini imebeba upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nyingine ni ushindi dhidi ya ubaya. Kwa hiyo kumbe wema ni ushindi dhidi ya Islam ya wewe kuitumia dhidi ya ubaya. Pale ambapo tunapokutana na ubaya, nipenda sana mtumishi wa Mungu aliyopita alitolea ule mfano wa wale ngamia wale kuku na sana kuku wa mbuzi walikuwa wamekwenda kwenye shamba la mtu, lakini huyo mtu akaamua kumfuata kalipa chema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sifa moja hapo ni ushindi dhidi ya ubaya. Kwa hiyo kumbe wema ni silaha inayotumika pale ambapo kuna mabaya. Mtu anakutendea baya, usimjibu baya kwa baya. Tumia wema uweza kumjibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapofanya namna hiyo, cha kwanza unakata ule mzunguko wa uovu ambao ungeweza kuenea kutoka kwa mtu mmoja kwenda nyingine. Hebu fikiria, labda mimi hapa kuna mtu nimemkofisha, nimemtendea leo baya. Huyo mtu tumishi wa Bwana pale alipoona ile tukio ni baya kwa mtazamo wa nje, alimuumiza, ameletea maumivu, akawa na chuki ndani yake. Akasema ngoja tuone atakokuja. Kwa sasa yule mtu na yeye akilipiza kisasi, ina maana tayari ule ubaya unaanza kuojeka, na mimi nataka kulipiza baya zaidi kuliko nilifanya mwanzo. Kwa sasa kuna ule mzunguko, hakutendea baya, utalipiza baya, na ule ubaya utaenea hata kwa watoto, kwa ndugu, kwa jamaa. Bwana Yesu asifiwe. Unakuwa kama ni moto ambao unaanza kuota vichaka vya ubaya. Vinatoka kwa watu wawili, lakini vinaenea kwa watu zaidi ya wawili. Wewe unapoamua kuanza kutenda jema juu ya yule mtu, hata kama ulikuwa umeelekeshwa mabaya, unakata ule mzunguko wa ubaya. Na mtu anapoanza kuona pale, anaanza kuona nuru ya Kristo. Ule mwangaza wa Kristo anaanza kuona.
Unapomtendea jambo jema, cha kwanza ataanza kufikiria, huyu Bwana nimemtendea haya, lakini pamoja na yote niliyomtendea, mbona hajajibu vile? Anategemea wewe ungejibu tofauti, ukikuja kwa hasira, lakini unakuwa tofauti. Kwa hiyo silaha ya wema inafunika, inakata mzizi wa chuki usiendelee. Unakata mzizi wa mzunguko wa uovu usiendelee kutenda uovu. Lakini pia unaruhusu nuru ya Kristo iweze kuangaza, ikamgusa hata yule mtu mwingine ambaye alikuwa anataka kutenda uovu, akaona wema wa Mungu ukimzunguka na kuanza kujitafakari na kurudia Mungu. Hataki kufanana, afanye na wewe na yeye kama walivyofanya kwa watu wengine pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo inazima chuki, inafunga ule mlango wa uovu, ule mzunguko usiendelee, lakini inaruhusu neema ya Mungu iweze kutenda kazi. Tumia silaha hiyo. Mtu anapokukorofisha si rahisi, lakini tuanze kufanyia kazi. Anza kufanyia kazi. Unaposhindwa mwambie Mungu, nitengenezee tabia hii. Sina. Mbona pale nimeshindwa lakini wewe uliweza? Mbona walipokutesa wewe Bwana Yesu kukurudisha? Mbona walipokutukana pale, nikipale mimi pale watu wamenitukana na mimi Mungu hawangenitambua. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe ulinyamaza ilipobidi. Wakati Yesu alikuwa anajibu, lakini mara nyingi Yesu alinyamaza kimya. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaanza kujiuliza. Tumia silaha ya wema dhidi ya mabaya. Tumia silaha ya wema dhidi ya mabaya. Na maana Yesu akasema, wapendeni adui zenu. Mathayo 5:4. Yesu anasema wapendeni adui zenu. Watendeeni mema wale wanaowauzi, wabarikini wanaowalaani. Na ndipo sasa mtakokuwa mnaitwa watoto wa Mungu aliye juu. Kwa sababu yeye ni mwema kwa watu wote. Analichua jua lake, anamulikia kwa watu waovu na wema. Analishia mvua yake kwa watu wasio haki na watu wenye haki. Hata wale wanaomtendea mabaya, bado yeye anamlisha upendo. Anasema na yeye kwa hivyo hivyo, kwa sababu sifa ya Baba yetu wa mbinguni, yeye mwema. Si rahisi, na hizi ndio tabia za kwenda mbinguni. Hizi tunazozungumza hizi, matunda ya Roho, hizi tunazozungumza hizi, ndio vazi la kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna kitu kingine, ndio sifa za kwenda mbinguni. Tunapotenda namna hii, ndipo tunapomruhusu Roho Mtakatifu zaidi hawezi kukaa ndani yetu. Tunakubali kujisalimisha. Ndio unasikia ni fulani, lakini bado unakubali kujisalimisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Sifa ni kielezo cha tabia ya Mungu. Ni kielezo cha tabia ya Mungu. Kwa maana Bwana ni mwema. Ukisoma Zaburi ya 100:5, anasema kwa maana Bwana ni Mungu. Bwana ni mwema. Kwa maana Bwana ni mwema. Kwa chanzo cha wema wote unatokana na Roho Mtakatifu mwenyewe, ambaye huyu Roho Mtakatifu ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yakobo 1:17, naomba tuisome. Yakobo 1:17. Amina. Nitasoma kitabu cha Yakobo sura ya 1 mstari wa 17. Kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili kutoka juu hushuka kwa Baba wa mianga. Kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka geuka. Soma Biblia ya Kiswahili inasema kila kutoa kuliko kwema. Lakini ukisoma Biblia ya Kiingereza ina neno nzuri zaidi. Inasema chief from above. Inatumia neno kila kipawa kilichochema kinatoka juu. Kila kipawa, imezungumza neno chief. Kwa hiyo kumbe kila kipawa kilichochema, kitu chochote kilichochema, chochote kile unachokiona chema na asili yake kinatoka kwa Mungu. Kwa sababu yeye ni mwema. Sasa na Zaburi ya 100:5. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa wema, tunapofanya wema kwa watu watamtukuza Mungu, watu watamuinua Mungu, watu watamuona Mungu kupitia wewe. Na ni mwinjilisti wa kuweza kubadilisha mtu. Wanapokuona wewe mpole, wanapokuona namna ambavyo jinsi ulivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Utamani kuwa na hiyo sifa kama Musa, mtumishi wa Mungu. Mungu anajivunia. Hata ukiguswa kidogo, Mungu anasema haiwezekani. Miriam yule dada yake na Musa pamoja na kaka yake walipokuwa wamemfanyia Haruni, wakaanza kumuuliza, wewe Mungu anaongea na wewe tu? Lakini kwa sababu Biblia inataja Musa alikuwa ni mtu mpole, mtu mwema, mwenye tabia ya kimungu ndani yake, Mungu aliingilia kati akawaadhibu wale watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tabia zetu zinabakisi Mungu. Sifa ya wema ni tunda la Roho na Roho Mtakatifu, kama inavyotuambia katika Zaburi ya 100 na ule mstari wa 5. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Galatia 5:22 anasema, lakini tunda la Roho ni wema. Ni wema. Kadiri Roho Mtakatifu anapotawala ndani yako, ndivyo karama ya wema unavyomwagika ndani yako. Ndipo ambavyo unaanza kumtazama mtu kwa kiwango cha Mungu, si kwa kiwango cha hisia zako. Tunapoonesha upendo, tunaonyesha upendo wa kimungu chini ya watoto wake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mathayo 5:16 nasema, ndivyo watu watakapoiona matendo yenu watamtukuza Mungu Baba yetu wa mbinguni. Kwa hiyo matendo yetu mema ndio yatakayowafanya watu waweze kumwelekea, ndipo yatakayowafanya watu waweze kumtukuza Mungu. Kwa hiyo wema ni tabia ya Mungu ambayo kwa kweli tunapaswa kuwa nayo. Funga macho yako sasa. Baba Mungu mwaminifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tumejifunza juu ya matunda yako na tabia zako kwa kweli. Na hizi tabia ndio vazi lako la mbinguni ambalo unatamani watoto wako tuwe na hizi tabia. Mfalme wa wafalme, katika hali na mwendo wetu sisi bado ni watu wawilini kwa nyakati, tunaomba utupe neema ya matunda haya ya Roho, matunda yako. Tutengeneze tabia yako, tengeneza mioyo yetu iweze kufanana wewe. Tunaomba katika upendo wetu tukupende wewe, tuwaonyeshe watu wengine tabia yako, tukawe nuru kwa mataifa, ili watu watakapoyaona matendo mema ambayo yako ndani yetu wakutukuze wewe. Naomba tujengee tabia zako, tutengeneze tabia ya upendo wa agape, tutengenezee Bwana, utupe furaha, tunda la Roho, utupe tunda la amani ndani yetu, utupe Bwana Mungu uvumilivu, Mungu na upe wema, na utupe matunda yote yakawe ndani yetu, kama silaha ya kuwaonyesha wengine utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Roho Mtakatifu, ninaomba endelea kutuatamia kwa ajili ya utukufu wako. Amen.